السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نهانا عن الحسد وذمه وحذرنا من طريقه ووسمه وأمرنا بطهارة الصدر ونفرنا من خبثه وسمه. نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه على طاعته وإقامة حقه ونستغفره مما نقعنا فيه بعلم أو بجهلنا ونعوذ به من شر أنفسنا وسوء أعمالنا فإنه لا يهدي للحق سواه ولا يثبت عليه إلا من وفقه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها مغفرته. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي أدى الرسالة وبلغ الأمة، الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا لا يحسدون ولا يحقدون ولا يتمنون زوال نعمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ametujalia tukawa ni miongoni mwa wale ambao kwamba tumehudhuria katika nyumba yake tukufu, nyumba ambayo kwamba inayo kheri nyingi ndani yake, nyumba ambayo kwamba yoyote anaingia katika nyumba kama hiyo huwa ni mtu wa amani. Na pia vile vile kurejesha sala na salamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kipenzi cha Mola subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, siku ya leo ya Jumaa tumeafikiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuyazungumza maradhi mabaya, maradhi ambayo kwamba yametenganisha familia, maradhi ambayo kwamba yamefanya marafiki waliodumu katika urafiki wao wakaingiwa na maradhi kama haya, urafiki kama ule ukaharibika. Lakini ni maradhi ambayo kwamba ndugu Muislamu kwa ndugu yake leo wanachukiana. Maradhi haya ndio maradhi ambayo kwamba yaliyomfukuza Iblis la'natullahi alayhi katika pepo, na ni maradhi ambayo kwamba yakafanya ndugu wawili mmoja kumuua mwenzake. Si maradhi mengine ndugu zangu Waislamu, ni maradhi ya hasad, ni maradhi ya kumwonea mwenzako wivu, ni maradhi ya kumwonea ndugu yako Muislamu gere kwa ile fadhila ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempatia. Haya ndiyo maasi yaliyomfanya Iblis la'natullahi alayhi
afukuzi katika janna, katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Alipoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsujudie Nabiyullahi Adam, hasadi kamwingia, wivu ukamwingia. Kwa nini nimsujudie Adam? Ni kiumbe ambaye kwamba tayari amenikuta mimi niko katika janna, na ni kiumbe ambaye kwamba ni bora, mimi ni bora kuliko yeye. Kivipi mimi nimsujudie Adam? Ana khairun minhu. Anamwambia Mwenyezi Mungu, huyo Adam ni bora kuliko mimi. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Umeniumba na moto na huyo Adam umemuumba na udongo. Sasa mimi ni bora kuliko yeye, kwa nini nimsujudie? Amesahau kuwa hii ni amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu ya yeye kufukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maradhi haya ya hasad ndiyo yakasababisha mandugu wawili watoto wa Nabiyullahi Adam, Qabil na Habil. Qabil achukue amri ya kumuua ndugu yake Habil, ni hasad. Watlu alayhim naba ibn Adam bilhaq idh qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Walipo kurubisha qurbani zao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo mmoja akatanguliza kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Habil alitanguliza kondoo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo Qabil alipoona ndugu yake ametanguliza kondoo, yeye akachukua vifaa vingine vingi akatanguliza, lakini haikuwa ni kwa ajili ya Allah. Iliyokubaliwa ni ile ambayo kwamba ametanguliza kwa ajili ya Allah, qurban ya Habil. Ndugu yake akaingiwa na hasad, akaingiwa na chuki, akaingiwa na roho ya kutaka kumuua mwenzake. Akamwambia mwenzake, la aqtulannak. Angalia madhara ya hasad, nitakuua. Ndugu yake anamwambia, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ikiwa utatanguliza jambo lako kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ndo anaowakubalia hao wachaji Mungu qurbani zao. Kisha anamwambia, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasati yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Ukiinua mkono wako kuniua, sitakuregeshea mimi, sitakulipizia maovu yale utakayonifanyia. Kwa nini? Inni akhafu Allah rabbul alamin. Ndugu zangu Waislamu, hasad imemfukuza Ibilisi katika janna, na maasi ya kwanza kufanyika katika mgongo wa ardhi, maulama watuambia ni kitendo cha Qabil kumuua ndugu yake Habil, na hakuna sababu iliyompelekea Qabil amue Habil isipokuwa ni hasad. Leo imekithiri, ndugu hawazungumzi kwa sababu ya hasad. Huyu anamuonea wivu, kwa nini yeye amepata kingi, mimi changu ni kidogo. Maulama watuambia hasad maana yake istithqalu ru'yati an-ni'mati ala ghayrik. Hasad maana yake ni kuona uzito ama kuchukia neema ya mwenzako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepatia mwenzako neema fulani, ukahisi wewe waumie katika moyo wako kwa ile neema aliyopatiwa yule mwenzako. Wengine wakasema alhasad maana yake tamanni zawali ni'mati ala ghairik au min ghairik, ni kutamani neema ya mwenzako iondoke.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma kasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allaha min fadlihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, musitamani yale waliopewa ndugu zenu katika fadhila za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Musiingiwe na husda mukayatamani zile fadhila ndugu zenu wamepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lirrijali nasibun mimma iktasabu, wanaume wanafungulao kwa yale walioyatuma. Walinnisa'i nasibun mimma iktasabna, na wanawake pia vile vile wana mafungu yao kwa yale walioyatuma. Ikitokea umetamani fadhila ya mwenzako, umetamani neema ya mwenzako, Mwenyezi Mungu ametupatia mwongozo, tuambia was'alullaha min fadlihi, na wewe omba dua Allah akupe. Usitamani ya mwenzako iharibike, usichukie neema ya mwenzako, usimhusudu mwenzako labda ukaona ana faidi. Ile ni fadhila ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, aliyempa ni Mwenyezi Mungu, na wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu. Muombe Allah katika fadhila zake na yeye atakupatia. Maulama wanatuelezea habari ya Ummi Jaafar. Huyu ni mwanamke alikuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, aghnaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amemtajirisha katika fadhila zake na yotambulikana. Siku moja huyu Ummi Jaafar anatembea katika mitaa yake, maskini mmoja akamuona Ummi Jaafar na anamtambua Ummi Jaafar ni nani, anatambua utajiri ni nani, anatambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfadhilisha, amempatia Ummi Jaafar katika fadhila zake. Yule maskini pale pale akainua mikono akamwambia, Allahumma rzuqni min fadli Ummi Jaafar, ya Rabbi niruzukuna mimi katika fadhila za Ummi Jaafar. Ummi Jaafar alisikia hii ni dua kwa yule maskini. Aliposongea mbele akapatana na maskini mwingine. Yule maskini na yeye alipomwona Ummi Jaafar akamtambua Ummi Jaafar ni nani, na yeye pale pale akainua mikono, Allahumma rzuqni min fadlik, ya Rabbi niruzukuna mimi katika fadhila zako. Yule maskini wa kwanza aliomba dua, Allahumma rzuqni min fadli Ummi Jaafar, niruzuku katika fadhila za Ummi Jaafar. Maskini wa pili, Allahumma rzuqni min fadlik, ya Rabbi niruzuku katika fadhila zako. Ummi Jaafar aliporudi nyumbani hizi dua mbili alizisikia, na hii ni mtihani. Kuna watu ukiwasifia kidogo hupanda. Basi Ummi Jaafar akarudi nyumbani akamwambia yule mfanyakazi wake, chukua huyu kuku zifunge na dinar 10, umpelekee yule ambaye kwamba aliomba dua, Allahumma rzuqni min fadli Ummi Jaafar, ya Rabbi niruzuku katika fadhila za Ummi Jaafar. Chukua huyu kuku na dinar 10. Wakati huo ndugu zangu Waislamu, dinar 10 ni pesa nyingi sana. Akachukua ile kuku, zikachukua dinar 10 zikafungwa ili yule anayepewa asijue kama kuna dinar 10 pale. Kisha akaambiwa, chukua hii dinari moja, dinar mpelekee yule ambaye kwamba aliomba dua, Allahumma rzuqni min fadlik, Mola wangu niruzuku katika fadhila zako. Yule mfanyakazi akifika pale akawakuta maskini wote wawili. Yule aliomba Allahumma rzuqni min fadli Ummi Jaafar akapatiwa kuku, hajui ndani kuna dinar 10, akapewa kuku. Akaona mwenzake yopewa dinari moja, hasadi kamwingia.
kwa nini mimi napewa kuku, yule yapewa dinari moja? Hii dinari moja ni pesa nyingi sana, itanunua kuku wingi. Wacha mimi nimwendee yule mwenzangu, ambaye ndugu yangu, na kuomba wewe chukua hawa kuku, nipe hiyo dinari moja peke yake. Yule hakufanya dhiki, ambaye nipatie hao kuku. Akachukua yule kuku, ile dinari moja yake akampatia yule. Yule bwana akifika nyumbani, akimfungua yule kuku ndani, amepata kuku na dinari 10. Huyu bwana ile hasadi yake ikamgharimu, ikamfanya asifaulu, akaenda na dinari moja badala ya kuwa yeye ndo alikuwa apate dinari 10 na kuku. Inqalaba alhasadu ala alhasid, imemgeukia yule hasidi, imemuumiza yeye mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ametamani neema ya mwingine. Mwenyezi Mungu ametuambia usitamani neema ya ndugu yako ili Allah amempatia. Kila mtu Mwenyezi Mungu ashampatia riziki yake. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Mushrikun kufaru Makkah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopatiwa utume, Makureshi waliingiwa na hasad, waliona wivu, waliumia. Kwa nini huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asimpatie mtu utume min ashrafi Quraysh au min ashrafi Quraysh, rajulun ghaniyun adhimun? Kwa nini asimpatie mtu tajiri? Kwa nini Mwenyezi Mungu asimpatie utume mtu mtukufu katika makabila ya Makuresh, badala ya kumpatia huyu rajulun miskinun yatimun, kijana maskini, kijana yatima, hana wazazi, kisha yeye ndio yapatiwa utume? Kisha sisi Makuresh wakubwa watukufu wa Makuresh muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno yalimhuzunisha, yalimuumiza katika moyo kama mwanadamu, lakini katika sifa na utume aliopewa ilikuwa hawezi kuwajibu. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayemjibia, anawaambia ahum yaqsimuna rahmata rabbik, kwani hao Makureshi, hao mushrikina, wao ndo wanagawanya rehema za Mwenyezi Mungu? Kwani wao ndo wanagawanya riziki? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi ndio tunagawanya riziki, tunagawanya, huyu awe tajiri, huyu awe maskini, huyu tumpatie hichi, huyu tumnyime hichi. Katika mpangilio huo Mwenyezi Mungu akatuambia msitamani neema za mwingine. Yule amepatiwa fadhila za Mola Subhanahu wa Ta'ala, na wewe hasid ukawa na uhasidi wako, mwisho wake unakuhusudu mwenyewe, unakugharimu mwenyewe, unakuadhibu wewe mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia maswahaba wake, inna li ni'amillahi a'daa, hakika neema za Mwenyezi Mungu zina maadui. Maswahaba wakamshangaa, neema za Mwenyezi Mungu zina maadui. Qila waman hum ya Rasulullah, hao maadui wa neema za Mwenyezi Mungu ni kina nani? Asema alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, mahasidi wa neema za Mwenyezi Mungu, maadui wa neema za Mwenyezi Mungu ni wale ambao kwamba yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, wanawahusudu watu kwa zile fadhila Allah amewapatia. Ndugu yako Allah amempatia fadhila fulani, ana nafasi katika maisha yake, si ujanja wake wala si elimu yake, ni fadhila za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inapotokea umetamani fadhila ya mwenzako, Mwenyezi Mungu atuambia was'alullaha min fadlihi, na wewe pia omba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku fadhila ile ambayo kwamba ameruzukiwa ndugu yako.
Unapokuwa na maradhi ya hasad, ukawa wamhusudu ndugu yako ama waumia kwa ile fadhila ya ndugu yako aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaingia katika hadithi ya Mtume kuwa wewe ni adui wa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambie katika Al-Qur'an Al-Karim, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, ama hao wanawahusudu watu kwa zile fadhila ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia. Ndugu zangu Waislamu, mambo kusikitisha, leo kuna watu wamelazwa hospitalini, wako katika hali mbaya ya maradhi. Wakipima maradhi yao, daktari asema hawana maradhi, kumbe ni mkono wa mtu, ni hasadi ya mtu. Maskini amejitoa muhanga kwa ajili ya kuiendea mbio familia yake, hataki kuomba, aenda mbio kuumia na jua ili mkewe, watoto wake wale. Kuna mtu nyuma amwende ya kinyume, anamhusudu. Subhanallah, leo kuna watu wakipima maradhi yao hawaonekani na maradhi, vipimo vasema wako sawa, lakini mtu yaumwa mpaka iwalia, kumbe ni mtu amemwendea kinyume mwenzake. Na mahasidi, ndugu zangu Waislamu, ni wengi. Maadui wa neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wengi. Tunapotolewa mawaidha na Ustadh Shafi, Allah muhifadhi, kuwa wachawi wamekithiri, hao ndio mahasidi wenyewe. Kwa nini? Istithqalu ru'yati an-ni'mati min ghairik. Mchawi hasidi yaumia roho yake kuona ndugu yake Muislamu ako katika neema fulani, lakini huyo mchawi ama huyo hasidi anatamani neema ile ya ndugu yake iondoke. Huyo ni adui wa neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ni mtu mbaya katika mujtamaa wa Waislamu. Huyo ni mtu mbaya katika society ya umma kwa ujumla. Kwa hiyo aadai ni'amillah alladhina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi, ni wale ambao kwamba wanawahusudu watu katika fadhila walizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha maswahaba na vile vile akatufundisha sisi Waislamu kufanya mambo yetu kisirisiri, ili hawa wachawi ama hawa mahasidi wasitupate na hasda zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, jisaidieni kufanya mambo yenu kwa siri. Fa kullu dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema anahusudiwa. Ukiwa katika neema fulani, jua ya kuwa kuna mwenzako hapendi uwe hivyo. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, mambo yenu yafanyeni kwa siri, mambo yenu yafanyeni kwa kujificha, mambo yenu yafanyeni kwa siri, kwa sababu fa kullu dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema anahusudiwa. Maulama wanatupatia kiswa. Kuna mfalme mmoja, kijana mmoja alikuwa yuenda kwa mfalme kumsifu mashairi mazuri. Yule mfalme yafurahi yale mashairi, kila akimaliza kumsifu yule kijana, yule mfalme anampatia bahasha kama zawadi. Pale kando kuna waziri wa mfalme, yaumia rohoni, mimi niko kila siku hapa, niko na mfalme, lakini hivi vibahasha havinifikii. Huyu amekuja juzi tayari, kisha si mfanyakazi wa hapa, ni mtu wa kuja na kutoka, vibahasha pamuendea yeye. Kwa nini? Lazima nifanye kitu afukuzwe hapa. Hasidi Yule bwana
akamwambia yule kijana, leo nakualika lunch, kabla hujaenda kwa mfalme nakualika lunch nyumbani kwangu. Wewe naona mashallah mfalme wa kupenda, wamsifu, yani wamsifu mfalme, maneno yako ni mazuri, mpaka mimi niko pale jirani pale karibu ya mfalme na furahi. Leo nimeamua nikualike lunch. Yule kijana akamwambia sawa. Yule bwana waziri akampikia chakula, akamwekea vitunguu saumu vingi. Yule kijana akala. Ikawa ile harufu ya vitunguu saumu ipo katika mdomo wake, kila namna anapopiga mswaki itoke, kwa sababu yeye atakwenda kukutana na mfalme siku ya leo. Sasa nikienda kwa mfalme na mdomo wangu anuka hivi si vizuri, nitamuudhi mfalme. Akamwambia yule waziri, nakuomba nisaidie bwana, hii harufu hainitoki. Akamwambia usiwe na wasiwasi, ukienda kwa mfalme pale ukiwa wamsifu, weka mkono wako kwa mdomo pale ili harufu yako haitomfikia. Ni rai nzuri. Ile kijana akasema shukran, akafurahi. Yule waziri kabla kijana kumfikia mfalme akamkimbilia mfalme, bwana una habari wewe? Angalia mahasidi kazi yao si watu wazuri, ni aadau ni'amillah, ni maadui wa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia mfalme, wajua unao habari yule kijana anayekuja kukusifu hapa huko mtaani kwetu yuwasambaza habari kuwa wewe wanuka, wewe ni abkhar, wanuka, ndo anavumilia yeye akija hapa. Sasa habari zimetufikia mtaani. Ndio mfalme likamuuma, mimi nampatia zawadi kisha yeye kunisema mtaani, mwache leo atakuja. Kijana kule ameambiwa akienda pale uweke mkono ili harufu ya mdomo ya vitunguu simwende nani? Huyu waziri akamwendea mfalme akamwambia, kama huamini leo utamwona leo atakuwekea mkono kwenye pua, yani wanuka wewe mfalme. Kijana akifika pale mfalme akaanza kumsifu mfalme, huku mkono wake kweli fi'lan ameweka mkono katika mdomo. Mfalme akajua ni kweli habari yositembeza mtaani kwa mimi ni abkhar na nuka. Mfalme hakufanya neno, akamwacha kijana msifu. Alipomaliza akampatia bahasha vile vile. Yule waziri hasad ikamuingia tena upya, yani mimi nimekutengezea scandal mbovu ili ufukuze, bado wapewa zawadi. Hajui ile bahasha kuna nini ndani. Yule mfalme akamwambia yule kijana, chukua hii ni bahasha, nenda pahala fulani kampelekee mtu fulani. Kijana katoka, kabla kufika mlangoni waziri kaenda mbio na zile hasad zake na uadui wake na uchawi wake, anaposema Ustadh Shafi Allah mhifadhi. Akamwambia yule bwana, vipi? Hii barua nimepata na mfalme ananiambia nipeleke pahala fulani. Nipe mimi barua nitakupelekea, wewe nenda nyumbani, hii barua mimi nitakupelekea. Yule waziri akaichukua barua akaipeleka yeye. Yule bwana aliyepokea barua imeandikwa, yule atakayekupatia hii barua mkate kichwa mzike mzima. Na hawa ni wafanyikazi wa mfalme, haulizi wewe nani, umefanya nini. Yule bwana akachukua barua akaifunga akamkata kichwa waziri akamzika. Inqalaba alhasadu ala alhasid, yani hasidi inamuua mwenyewe. Na ndio hivyo ukiwa adui wa neema ya Mwenyezi Mungu, uhasidi wako unavoendea watu mbio ukawahusudu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu waliopatiwa, jua uhasidi utakuja kukuumiza wewe mwenyewe. Yule mmoja akasema, lillahi darul hasadi ma a'dala badaa bi sahibihi faqatala. Hasidi ameanza wenyewe, hasad ukamuua mwenyewe. Hasad peke yake ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ikiwa moyo wako wahisi una hali hiyo, jua wewe ni adui wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio bwana mmoja asema, ala qul liman kana li hasida, anasema mwambie yule ambaye kwamba yanihusudu mimi,
qul liman kana li hasida, mwambie yule ambaye kwamba yanihusudu, atadri ala man asa'ta al-adab, je wafahamu kuwa wamkosea nani adabu? Unapofanya uhasidi, unapofanya uchawi ni uhasidi ndugu Muislamu. Unapofanya uchawi, atadri ila man asa'ta al-adab, je wajua unamkosea nani adabu? Asa'ta ala Allah fi fi'lihi, unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala katika utendakazi wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kugawanya riziki. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndio kazi yake na ndio vitendo vyake, huyu kumpandisha daraja na huyu kumweka chini, huyu kumpatia hii na huyu kumnyima hii, ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wewe waumia kwa fadhila ya mwingine, atadri ala man asa'ta al-adab, wajua wamkosea nani adabu? Mshairi asema asa'ta ala Allah fi fi'lihi, unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala katika utenda kazi wake. Kwa nini? Liannaka lam tardha li ma wahab, kwa sababu wewe haukuridhia kile nilichopewa na Mwenyezi Mungu, ukawa waniendea mbio usiku watu wamelala, wewe waamka tena wapanga leo tuende kwenye nyumba ya mtu fulani leo. Kwa nini? Kwa sababu jana amenunua gari mpya. Nimepita katika nyumba mtu fulani nikasikia ana plani ya kujenga nyumba, kwa hivyo wazee wangu leo fulani tumuendea. Na labda hiyo hasad wewe lao afadhali uifanye basi ije kwako, lakini wewe hutaki ije kwako na yeye muondokee. Wewe ni adui wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam nikimalizia asema, anawaambia maswahaba, iyyakum wal hasada, na kutahadharisheni na hasad. Yani mtume anawaambia maswahaba, kwanza hasad ni adui wa neema ya Mwenyezi Mungu, hasidi ni adui wa neema za Mwenyezi Mungu. Kisha anawaambia iyyakum wal hasada, na kutahadharisheni na hasad. Fa innal hasada ya'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru al-hatab, kwa sababu hasad inakula mema yako kama vile moto unapokula kuni. Leo ukibadilisha chakula kikiiva, kuni zote zimekuwa majivu. Kwa mfumo huo ama kwa mfano huo wa namna moto unapokula kuni, ndiyo mema yako yanavoliwa na hasad. Ile chuki ama hasad ama wivu unaomwekea ndugu yako kwa fadhila alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, unakuja na swali, unafunga, Allah amekuruzuku umekwenda haji, unatoa zaka, lakini katika moyo wako kuna mithqalu dharratin min hasad, kuna chembe ndogo sana ya hasad, basi inakula mema yako. Zile swala zako, funga zako zinaliwa na hasad. Kesho unakufa na kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma indak shay, hakuna kitu umefanya. Na umeswali kweli, umeswali, umefunga, lakini kwa kumhusudu ndugu yako mema yako yote yamekwenda. Abu Layth as-Samarqandi rahmatullah yasema, hasidi yasilu ila al-hasidi 5 uqubatin qabla an yasila ila al-mahsud makruh. Hasidi kabla makruhu ya hasadi yake haijamfikia yule mwenye kuhusudiwa, hupatikana na mateso aina 5. Hasidi kabla hasadi yake haijafika kule anapotaka iende, kabla uchawi wake haujafika pale wakati yuwapanga yeye, Abu Layth as-Samarqandi asema kuna mateso aina 5 yapata. La kwanza, awaluha ghammun la yanqati', huyu maisha yake ataishi akiwa na hamu isiyoisha, hamu isiyokatika. Yeye hamu yake ni fulani asifanikiwe, hamu yake ni fulani aharibikiwe. Maal asafi shadid, leo ukiwa na watu wamekaa kikundi wafurahi, basi ujue mmoja wao ameharibikiwa. Ama uko na watu wamekaa kikundi wanahuzunika, basi mmoja wao amefanikiwa. Hii ndio mitihani tunaishi nayo. Mateso ya kwanza, ghamun la yanqati', ni hamu isiyoisha.
Wewe hamu yako haiishi, na siku zote mwanadamu siku zote huwa hamu yake, mimi hamu yangu ni kitu fulani. Muomba Mwenyezi Mungu ile hamu yake itimie, iishe, lakini hasidi ghammun la yanqati, haiishi. Hii namba moja. Namba mbili, asema musibatun la yujaru alaiha, hasidi atapatwa na msiba ambao kwamba hauna malipo. Mwenyezi Mungu tuambia katika Qur'ani, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi. Na pia tuambiwa yule ambaye kwamba mpatikana msiba ikaingiwa na subra ndani yake, kuna malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hasidi musibatun la yujaru alaiha, hapati ujira kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa ni madhambi. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni adui wa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mateso aina tatu, madhammatun la yuhmadu alaiha, atakuwa na sifa mbovu. Wewe unaje uitwe hasidi? Ama mtaa huo wa kuita wewe ni mchawi, hii ni sifa nzuri? Sifa mbaya. Na ndio wale mahasidi sifa yao ni hiyo, madhammatun la yuhmatus, sifa mbovu ambapo kwamba haina uzuri ndani yake. Rabiuha, mateso aina ya nne, yaskhatu alayhi ar-rabb, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamchukia hasidi. Lakini la mwisho, tughlaqu alayhi abwabu tawfiq, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamfungia milango ya tawfik, hafanikiwi maisha yake mpaka atakufa, na kabri pia yamsubiri, na Allah subhanahu mbele anamsubiri. Kwa sababu kuna watu leo, kuna watoto wadogo leo mayatima, sababu ya vifo vya wazazi wao ni mkono wako, mchawi, hasidi. Kuna wanawake leo ni wajane, sababu ya kuwa wao ni wajane baada ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watakufa, sababu ya wao, wajua kifo kina sababu ni wewe mchawi, labda hasidi, mhusudu, mtu ameugua mpaka amekufa. Kwa hiyo wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azisafishe nyoyo zetu. Kama mtu moyo wake una hasad, Allah muondolee au safishe, kwa sababu yawm la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, peponi hauingii isipokuwa wale ambao kwamba nyoyo zao ni salim, yani salim, zimesalimika na hasad, chuki, wivu. Kwa hivyo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache na mengi atuhifadhi na wachawi na hasad, mahusad, na atuepushe sisi na hasad. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.